Bwana asifiwe. Kwenye kambi kama hili pia tunadai vitu mbalimbali. Kwenye kambi kama hili pia tunarejesha vitu mbalimbali. Unaona, kwenye kambi kama hili pia tunazuia uharibifu. Kwenye kambi kama hili pia tunatengeneza mafaili mapya, tunatengeneza ushindi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ninaomba nikukumbushe kabisa ya kwamba hili ni kambi ambalo linashughulika na mambo mazito katika safari ya maisha. Bwana asifiwe. Hili ni kambi linashughulika na ngome. Hili ni kambi linashughulika na upinzani. Bwana asifiwe. Upinzani wa aina yoyote katika safari ya maisha, safari ya hatima. Hili ni kambi linaloshughulika na uponyaji wa miili kwa maana ya afya njema na kupokea kabisa uzima na uponyaji. Hili ni kambi linalohusu pia uponyaji wa nafsi yako. Nafsi yako inapokea uponyaji na roho yako. Ndio kambi hili. Kwa hiyo ni kambi kubwa. Nataka ulipe thamani yake na nataka ulipe heshima yake. Bwana asifiwe. Ulipe nini? Heshima yake na thamani yake kwa yale ambayo Mungu atayafanya katika maisha yako. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na tunafahamu ya kwamba baada ya Yesu kupaa, aliwaahidi wanafunzi wake ya kwamba Roho Mtakatifu atashuka na atakaa na kanisa, atatembea na ataishi, atakuwa kwetu. Tutauona uwepo, nguvu, mamlaka na uweza wa Bwana. Na wiki hili linaitwa wiki la Kipentekoste hili ambaro, na uzuri wake tuko kwenye maombi siku ya 4. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hapa sisi atatushangaza sana sana, atatushangaza sana sana, sio kidogo. Atatushangaza mno. Inapita akili za kibinadamu, inapita ujuzi wa kibinadamu. Bwana pewe sifa. Sasa ninapokuandaa tutakuwa na karibia kukuletea maombi ambayo katika zile hoja 7 nitakupa makaratasi zitakuweko hapa zimechapwa, na pia wakati watumishi wa Mungu mbalimbali tunamuomba Mungu awawezeshe ambao wanakuja kuhudumu katika siku hizi 40 mahali hapa kwenye kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba uwe na shauku na Mungu akufanyie na kuzidi. Hayo ni mambo ya muhimu. Na pia kwenye kambi hili usisahau kuja na Biblia yako tafadhali, kwa sababu hili ni kambi ambalo Mungu anakupa taarifa kwa neno lake. Na wakati unasikia kuna vitu utakuwa unafunguliwa, kuna vitu utakuwa unapokea uponyaji kwa kusikia tu katika neno lake na kuliangalia na kulisoma. Kwa hiyo Mungu akubariki unapokumbuka hiyo. Usisahau kuja na Biblia, usiache Biblia. Mwambie jirani yako usiache Biblia tafadhali. Na usiache daftari lako la kuandikia na kalamu tafadhali. Tafadhali. Naomba msisitize tena, mwambie tafadhali. Unajua ni kwa nini tafadhali? Kwa sababu hulituma neno lake, huwatoa katika maangamizi. Sasa huwezi kuacha Biblia ambayo ndani yake kuna uponyaji na uzima na utolewa katika maangamizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na utaratibu wa kambi letu hapa, sisi tunaomba. Hatuna muda wa matangazo mwanzoni kama hivi nitakutangazia, lakini tukishaanza kuingia kwenye maombi, malizana na Bwana, toka kimya kimya. Bwana asifiwe. Sasa naomba nikutazamishe kwa haraka kuhusu nini tunafanya. Nimeuweka msingi huu. Leo ni siku ya 4 ya kwamba tunachofanya hapa ni mawasiliano ya ulimwengu wa roho, mawasiliano ya kiroho yanayofanyika kwa mkazo wa maombi. Ndio tunachofanya hapa kwa siku 40. Tunafanya nini? Tuko kwenye uwanja wa mawasiliano ya ulimwengu wa roho, mawasiliano ya kiroho yanayofanyika kwa mkazo maalum wa maombi. Hayo mawasiliano yanafanyika kwa mkazo maalum wa maombi, na mawasiliano haya yanatoka mahali ambapo sisi tupo tunaomba hapa chini ya jua, yanakwenda mbinguni kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Tunawasiliana naye na nikuhakikishie anasikia. Bwana asifiwe. Nimezungumza jana na juzi ya kwamba lazima ujue kuna maingiliano, Bwana asifiwe, kati ya duniani na wapi? Na mbinguni. Mawasiliano hayo huwa yanafanyika na pande zote zinaelewana kabisa kwamba kweli
tumewasiliana. Bwana asifiwe. Na Yesu anaendelea kuthibitisha tena jambo hili katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 19. Mawasiliano. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu anasema hivi, ule mstari wa 10 na sura ya 16 na ule mstari wa 19. Biblia inasema hivi kuhusu, tuko kwenye mawasiliano hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili kanisa, amina, ili unapoanza kudai vitu hapa, mimi kuna vitu nadai kwenye maombi haya, kuna vitu nataka kurejesha. Haleluya. Sikiliza, naomba nisikilize. Kupitia maombi haya kuna vitu nataka kurejesha. Mnanisikia hapo? Bwana asifiwe. Kuna vitu nataka vitimie kupitia maombi haya, kupitia umkazo. Kuna vitu nataka vifanye nini? Vitimie kwenye maisha yangu. Kuna vitu nataka kurejesha kupitia maombi haya, na kuna vitu nataka kuviondoa kupitia maombi haya. Kuna vitu kabisa nataka kuviondoa visiwepo, na kuna baraka nataka kuziita zije kupitia maombi haya. Unaona? Kwa hiyo ninapoanza kuwa na mkazo kama huu, lazima niwe na uhakika ninaongea na nani na yuko wapi. Lazima niwe na uhakika ninayemwambia ni nani, ana nafasi gani, uwezo wake ni upi, mamlaka yake ni ipi. Na muombaji Bwana anatakiwa awe na uhakika sana na kila anachofanya kwenye maombi. Anatakiwa awe na nini? Na uhakika na matamko anayotamka. Anatakiwa awe na uhakika na ukiri anaoukiri, sio kubahatisha. Nikisema hiki kinarudi na uhakika kweli kinarudi. Nikisema hili linaondoka na uhakika kweli linaondoka. Sura ya 16 Biblia inasema hivi. Yesu, angalia, anakuambia hapa, anasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, Bwana asifiwe, nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sisi ni kanisa. Mwambie jirani yako, sisi ni kanisa. Mimi ni kanisa. Jitaje mwenyewe, mimi ni kanisa. Milango ya kuzimu haitaweza kushinda hapa, lakini mimi nitashinda kupitia maombi haya. Kwa anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Angalia hiyo lugha. Anasema kuna eneo ni ufalme lipo, linaitwa mbinguni. Hilo eneo ni ufalme. Kwa hiyo anamwambia, na lolote utakalolifunga duniani. Sasa unaona, anataja maeneo mawili, anataja ufalme wa mbinguni, anataja duniani, kwamba maeneo haya mawili haya yana maingiliano kimawasiliano. Kwa hiyo wewe unaweza kaongea na Mungu. Ukiona tu Biblia inataja maeneo mawili, inasema mbinguni, duniani. Mbinguni, duniani ni maeneo hayo. Hayo ni maeneo ya aina mbili. Ya dunia ndio tuko hapa kwenye maombi, lakini unaona anasema mifumo ya mawasiliano ipo katika haya maeneo mawili. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo fanya nini? Lifunga wapi? Duniani, litakuwa limefungwa wapi? Angalia hiyo lugha. Na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa wapi? Mbinguni. Pana connection. Kwa hiyo wewe hapo unaongea na mbingu, unaongea na mbingu, unawasiliana na mbingu. Ukiwa hapa kuna maingiliano kimawasiliano na mifumo ya mawasiliano. Na anasema hapa maombi haya maana yake ni mawasiliano ya kiroho, sio ya kibinadamu. Mawasiliano ya kiroho. Unajua siku moja hizi falme mbili, ya Farao wakati wa Musa na Babeli wakati wa Danieli, ziko lugha mbili. Nimeziona, nataka uzielewe. Na muombaji, na mimi naomba jitahidi sana kuwahi kipindi cha mafundisho. Usitamani tu kuomba bila elimu. Ndio mnakosea hapo. Usitamani tu kutamani kuomba bila nini? Bila elimu. Wahi kwenye mafundisho, kwa sababu mafundisho ndio yatakuwa yanakufungua kwenye uwanja wa maombi. Wahi njoo usikilize kwanza. Ziko lugha mbili nimeziona. Wachawi na waganga wakashauri kwamba mfalume, haya mambo unayotaka sisi tukusaidie hayawezekani, na haya ni mambo ambayo yako kwa miungu isiyokuwa na kikao na wanadamu. Walikuwa waelewi. Wanasema sisi ni wachawi,
tuna miungu yetu, lakini inaonekana kuna miungu zaidi. kuna miungu zaidi. Sasa wenyewe inaonekana kuna ubabe zaidi upo kuliko huu. Walishindwa tu kuelewa kwamba kuna ufalme wa Mungu unatawala na uko juu ya miungu yote. Kuna eneo la mbinguni, ni ufalme wenye nguvu, ni ufalme unapita miungu yote pamoja na shetani mwenyewe na kazi zake. Danieli anasema, nimeliona jiwe ambalo material yake sio ya kibinadamu. Ni jiwe ambalo halitokani na kazi za mikono ya kibinadamu. Naliona linashuka, linakuja duniani. Hilo jiwe linatoka huko, linateremka, lakini ni jiwe ambalo halitokani na mishingi ya kibinadamu hapa. Danieli anasema naliona, na hilo jiwe hilo limeshuka likabonda falme zote. Unasikia? Likabonda falme zote za dunia, likasaga. Kwa yangalia hizo network kutoka juu mbinguni. Maingiliano hayo nayapenda sana mimi, kwa sababu yananipa ujasiri wa kudhibiti kazi zote za shetani hapa duniani. Maingiliano hayo nayapenda sana, kwa sababu yananipa nguvu ya kuhakikisha kazi za giza hazifanikiwi, hazichukui kombe. Mawasiliano yanayapenda sana, kwa sababu yananipa mamlaka ya kurejesha vyote alivyoiba shetani. Mawasiliano yanayapenda sana, maingiliano yanayapenda sana, kwa sababu yananipa ujasiri wa kupokonya kutoka kwenye mikono ya shetani kila alichokishika. Mawasiliano haya nayapenda sana. Ni mawasiliano ya kiroho yanayo nipa uhakika wa kudai uponyaji, wa kudai afya njema, wa kudai maono kutimia, wa kudai na kuangusha ngome. Mawasiliano haya ni ya thamani. Mawasiliano haya nayapenda sana, kwa sababu yananipa nafasi ya kupokea majibu ambayo dunia yote hakuna mtu angeweza kujibu isipokuwa Mungu aliye hai peke yake. Mawasiliano haya ya kiroho, wewe, hiyo ni fursa. Kuongea na Mungu ni muujiza. Usifanye mchezo. Kama anasema pande mbili zinakutana, ndio tunachofanya hapa. Kwa nini utafunguka? Kwa sababu tunaongea na Mungu. Kwa nini yanawezekana kwenye kambi yasiyowezekana kwa akili ya kibinadamu? Kwa sababu tunaongea na Mungu. Ni mawasiliano ya kiroho. Anarudia tena katika Mathayo sura ya 18. Naenda haraka tuingie kwenye maombi. Mathayo sura ya 18. Anarudia Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 hadi wa 20. Anasema hivi, tunaona pale. Haleluya. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani. Tuanze pale juu, ndio pazuri, si ndio? Anza mstari wa 18. Una Biblia yako? Pengine hebu tusome wote kwa sauti. Natamani tuingie kuomba sasa hivi. Unaona 18 anasemaje? Amini na nini? Maana yake uwe na uhakika, sio mashaka. Amini maana yake uwe na uhakika. Amini na waambieni. Sawa? Endelea kusoma. Kwa sauti, yoyote mtakayo yafunga wapi, yatakuwa yamefungwa wapi? Piga kelele, yatakuwa yamefungwa wapi? Yoyote mtakayo yafunga duniani. Ndio tuko kwenye maombi hapa. Kuna vitu tutavifunga, na tukivifunga hapa mbinguni nako itakuwa imefunga. Angalia hiyo kitu. Kuna vitu tutavifunga. Haleluya. Halafu anasema na yote mtakayofanya nini, yatakuwa yamefunguliwa wapi? Tena nawaambia,
ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo, situko kwenye maombi, watafanya nini? Watafanyiwa na nani? Na baba wa Shinyanga na baba wa Songea. Kwa nini anataja baba na eneo? Zielewe lugha za Biblia. Kwa nini anataja baba na eneo ambalo huyo baba yupo? Kwa nini? Anataka kukuelekeza kwamba mawasiliano yako na Mungu ni ya uhakika. Ukiomba hapa anasikia, anafanya. Omba kwa bidii. Biblia inasema yafaa sana mwenye haki akiomba kwa bidii. Biblia inasema ndipo kanisa likaomba kwa bidii, kwa juhudi. Omba kabisa kwa juhudi. Wewe ukianza kufukuzia hapa, omba kwa juhudi. Ni mawasiliano ya kiroho, yasiyo ya kibinadamu, na Roho Mtakatifu anatusaidia. Haleluya. Tuko pamoja. Sasa jana nilisema hivi, wewe katika kambi kama hili la maombi lazima kipekee uchukue udhibiti wa anga lako, ulimwengu wa roho. Na Roho Mtakatifu ametusaidia hapa kwamba kabla hatujaendelea mimi nishughulikie anga langu, ulimwengu wa roho kibinafsi, ili ninapoendelea na maombi haya yakalete matunda makubwa sana yasiyo ya kawaida, yakalete matokeo yasiyo ya kawaida ninapoendelea na maombi haya. Sasa nataka kushughulikia anga langu, kwa sababu mawasiliano yangu ya kiroho yanategemea anga langu. Macho ya rohoni yanategemea anga langu. Kumuelewa Mungu kunategemea anga langu. Nimekwambia, angalia, kuna anga lako binafsi. Nitafundisha, kuna anga lako binafsi, na kinachokufanya wewe, unajua kinachokufanya wewe uwe na anga lako ulimwengu wa roho ni roho yako, kwa sababu wewe ni roho. Upende usipende, wewe ni roho. Hata kama unafahamu wewe ni roho. Na kwa sababu wewe ni roho, hiyo inakulazimisha uwe na anga lako la rohoni. Na haya sasa ni mawasiliano ya kiroho. Na jana nilikuonyesha mkuu wa anga. Nani? Ukikaa vibaya anachukua anga, analiteka, analivuruga. Sasa mwanzoni mwa kambi lazima anga lako likae sawa. Mwanamke una anga lako, mimi nina anga langu. Nilikwambia anga la pili ni anga la familia. Anga la familia unakusanya na kwa mfano, wanasifiwa jamani, haleluya. Unaziona ahadi za familia. Anasema wewe na uzao wako nitakupa nchi hii. Anasema uzao wako utamiliki malango ya adui zako. Hiyo tutakuja hiyo ni unaposhughulikia anga la familia, ndio habari zake hizo. Uzao wako waliotoka kwenye viuno vyako, siko ahadi zake. Unapopambana na anga la familia Shetani anapotaka kuchukua uzao wako, anapotaka kuwateka watoto wako, anapotaka kuvamia familia, anapotaka kukontrol anga la familia. Na anga la familia bwana linaendeshwa, utalipima tu. Ukiangalia uchumi wake, ukiangalia afya yake, ukiangalia ufahamu wao, ukiangalia mtiririko wa maisha, na ukiangalia nini? Uzao, kizazi. Unaweza kusoma anga la familia likoje, linafanyaje, linaendeleaje, na nini kinatawala. Hiyo ndio tutakuja hapo, na hapo tutafagia. Haleluya. Sema kwa ajili ya familia, nitafagia. Naomba sema nitafagia madhabahu, nitafagia maagano, nitafagia takataka zote za shetani, nitafagia
nitafagia miundombinu yake, nitafagia sumu alizoweka, nitafagia magonjwa aliyopanda, nitafagia umaskini aliyoupanda, nitafagia. Na kutakuwa na baraka, kutakuwa na uzima, kutakuwa na uponyaji, kutakuwa na neema, kutakuwa na nguvu, kutakuwa na baraka, kutakuwa na maendeleo na roho ya kustawi, kutakuwa na maendeleo. Yote kuja hapo kwenye anga la familia lina ahadi zake. Sasa anga lako wewe binafsi, nilikwambia jana hapa, nisema napokuja kwenye anga la familia, namvuta mke wangu namweka hapa, na yeye anamvuta mume wake anamweka hapa, tawavuta watoto tunawaweka hapo. Hiyo anga la familia. Kama tuna wadogo zetu tunawavuta tunawaweka hapa, kama tuna wazazi tunawavuta tunawaweka hapa. Tunaanza kufagia hapo, tunaanza kutembea hapo na ahadi. Hiyo ni anga la familia. Lakini kabla sijashughulikia hilo, ninalo anga langu mimi kama mimi. Kwa sababu mbinguni, nilikuambia jana nilikwambia mbinguni bwana hakuna kusema mke alinichelewesha ni ibadani au na mama naye anasema hapana aliniponza mbaba. Hakuna. Pale ni anga lako. Haleluya. Ni anga, ni mahesabu yako. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuwajibisha wewe kibinafsi, kuna wakati anakuwajibisha kwa mambo yale ya jumla. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hebu nyosha mkono. Nyosha mkono, sema pamoja nami. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaposema na anga langu, ninaposema na anga langu, mimi hapa, mimi Joshua, ninaposema na anga langu, ninaposema na anga langu, naomba utoke. Unalisemesha kwamba Bwana, katika maombi haya, katika kambi hili, kwa sababu ni mawasiliano ya kiroho, na mawasiliano ya kiroho, anga lako ndio injini, ili uzione baraka kwenye kambi la maombi, ili uwe na macho ya kiroho ya kuziona baraka na kuzichukua, au ili uwe na mikono ya kupokea kutoka kwa Bwana. Inategemea anga lako. Lazima anga lako liwe sharp, lazima anga lako liwe safi, lazima anga lako liwe na speed, lazima anga lako liwe na ufahamu, lazima anga lako Roho Mtakatifu alitawale, Roho Mtakatifu alishike, Roho Mtakatifu alifunike, Roho Mtakatifu aliatamie anga lako, Roho Mtakatifu aliatamie. Sio wachawi wawe hapo, sio mizimu iwe hapo, hapana. Sio roho ya kuduma iwe hapo, hapana. Anga lako wakati tunaendelea, dai Roho wa Bwana aliatamie, dai damu ya Yesu ili takase, dai damu ya Yesu ili fungue anga lako. Utapata mpenyo kwenye maombi haya kwa namna isiyo ya kawaida. Lifungue anga. Nimekwambia kuna magonjwa yanatokea kwa sababu ya kinachoendelea kwenye anga. Kuna vifungo vinatokea kwa sababu ya kinachoendelea kwenye anga. Uelewe hiyo. Kuna ajali zinatokea kwa sababu ya kinachoendelea wapi? Kwenye anga. Kuna umasikini unatokea kwa sababu ya kinachoendelea kwenye nini? Kwenye anga. Uelewe hiyo. Kuna roho za mauti zinatembea, unaziona zinachinja chinja, ni kwa sababu ya kinachoendelea wapi? Kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Ukichukua udhibiti, unaiona furaha. Ukichukua udhibiti, una amani. Ukichukua udhibiti, una ujasiri wa kuishi. Ukichukua udhibiti wanga, una uhakika kesho kutakuja. Anga lako wewe hapo, anga lako. Na kwenye utangulizi wa maombi haya nataka ushughulike sana na hiyo kitu. Nataka ushughulike sana bila huruma. Haleluya. Mshangilie Bwana. Haleluya. Kwani hata ukisema vifungo vya kichawi, kwani unafikiri vinafungwa wapi? Kwenye anga. Yaani unachoona kwenye mwili ni matokeo. Ni nini? Ni nini? Ni nini?
ni matokeo ya kinachoendelea kwenye anga lako. Kufundisha hii shule, lazima ujue kulilinda anga lako, ulimwengu wa roho. Lazima ujue kulidhibiti, lazima ujue kulikontrol, lazima ujue kulitakia mema, lazima ujue kulijaza elimu yote ya Mungu, elimu yote ya Mungu. Afu nilikwambia kuna anga la inaita anga la mchanganuo wa maeneo na anga zinatofautiana. Unakuta eneo lingine kuna roho maalum kabisa inayofyeka eneo lile, ni operation maalum. Unakuta kabila lile lina vifungo fulani, unakuta familia ile ina vifungo fulani, unakuta jamii ya watu wale, jamii ya kabila lile inaambatana na madhabahu fulani kufuatana na anga lao. Kwa hiyo lazima ujue kudili na hivi vitu, ndio unaendelea kupata mpenyo chini ya jua. Vinginevyo roho ya maendeleo hautaiona, vinginevyo roho ya kukua kiuchumi utaiona. Kuna vitu vingine jamani, kuna vitu vingine mpaka Mungu aingilie kati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tusome andiko alafu tukaombe. Nazungumza mambo yote, mawasiliano, lakini nazungumza na anga. Kwa sababu anga nataka tuanze nalo la kibinafsi, sio familia bado, lako mwanzoni mwa maombi, ili haya maombi yapate kibali kwako, yakuletee matunda. Jana tulisoma andiko, si ndio jamani? Si ndio? Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 2. Hebu soma tena hapo, soma tena hapo, soma tena hapo, soma tena hapo. Yani hivi, Bwana asifiwe. Naomba nitazame hapo, nitazame hapo. Ndio maana kuna watu anakuwa na aina fulani ya matabia. Sawa, anakuwa na aina fulani ya nini? Ya matabia. Yale matabia ukiangalia vizuri yana uvuvio maalumu wa roho fulani. Yana nini? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu yameratibiwa kutoka kwenye anga lake. Sasa hana ufahamu, kwa hiyo anatumikishwa. Utaona mwingine ni ulevi, yani utaona mwingine huyu ni msomi kabisa, ni profesa, unanisikia? Huyu ni profesa bingwa kabisa, yani wa kutumainiwa, lakini unakuta ana kifungo cha ulevi mpaka anajisaidia, wanamuokota wanampeleka nyumbani. Unaona ule ni ulevi ambao una uvuvio maalum. Hiyo ni kutokea kwenye anga lake. Na kuna, sikilizeni, na jamani, vitu ambavyo vifungo vyake ni kwenye anga la mtu vinatesa, vinaumiza. Kwa sababu unawaza huoni majibu, lakini pia unamtafakari muhusika. Unasema hivi, huyu ni nini hiki kinasumbua hivi? Huyu hiki kitu ni kitu gani? Hiyo kitu iko kwenye anga lake, iko kwenye anga lake. Ndio maana tendo la kuokoka ni la muhimu sana. Tendo la kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi ni la muhimu sana. Huwa linakufanya uwe na uwezo. Haleluya. Linakufanya uwe na uwezo, linakufanya uwe na mafunuo ya kudhibiti anga lako. Unakuta mwingine huyu ni mwizi, ni jambazi, lakini ule ujambazi ule ni roho kutoka kwenye anga lake. Unakuta mwingine ni kahaba. Wewe unafikiri ile ya kawaida kuvaa kanguo hivi kwa akili ya kawaida tu. Embu kwa akili tu ya kawaida nzuri. Mnanielewa? Maana ninaposema uvuvio, maana yake ni hali fulani ambayo unakuwa controlled kwa jinsi ya kiroho. Mnaelewa? Sio ya kibinadamu. Kwa sababu kitafuta kwa kibinadamu hutapata majibu, ingawa matokeo unayaona. Unaona kweli hili pito hili, huyu mtu huyu, hii hali hii. Unanisikia mtu wa Mungu? Unanisikia mtu wa Mungu? Haleluya. Vivyo hivyo unakuta mwingine ni hali ya umaskini tu kutokea kwenye anga lake. Anaamka asubuhi na mapema kama kawaida, anachukua na mikopo, anafanya biashara hii sasa hivi bwana matikiti yanatoka sasa hivi bwana kilimo cha mboga sasa hivi bwana. Unakuta huyo mtu anakuwa na maisha ya kuzunguka. Yani yeye kwa akili yake anaona kama anaendelea, lakini ukweli anazunguka pale pale. Kwa nini? Kwa sababu ni uvuvio unaotokea kwa jinsi ya roho umemshika mtu kwenye anga lake. Mwelewe hiyo. Hata mchawi akikutupia matamko yake anayatupa kwenye anga lako.
Hakutupii kichwani hivi, anakutupia kwenye anga lako. Anasema na anga lako, na nielewa, anasema na anga lako ulimwengu wa roho. Nendeni pale, kwa sababu zile ni roho. Sasa zinakuja, sasa zinakaa sasa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima uwe unajua kujichambua kwamba hivi hali mimi nilionayo hii ni kitu cha kawaida kweli hiki? Hii hali huu mwenendo huu hii hasira nilionayo hii, huu uchungu nilionao, wewe uchungu mpaka vidonda wewe. Kwa hiyo lazima wewe muombaji, anga lako wewe unajua kulikontrol na kulisemesha kabisa. Kuna vifungo, wengine madawa ya kulevya. Yani yale madawa ya kulevya yale, sio kwamba, na unakuta mwingine kabisa anafanya nini kwa ndani, yani kwa ndani kule anahukumiwa kabisa kwamba mbona hii hali, yani kwa ndani, lakini hajielewi sasa nifanyeje, kwa sababu ni anga lake. Na ishu ya anga inajibiwa kwa jinsi ya roho. Mwingine unakuta tu mnampe, mwingine bangi, mwingine tu mambo mazuri yale ya kubarikiwa hayaruhusiwi juu yake, hayaruhusiwi kabisa. Shule hairuhusiwi, maendeleo hayaruhusiwi, kama maisha yake. Sasa anaelekezwa tu puliza bangi, ni roho zinamsemesha, anaanza kupuliza bangi, puliza madawa, lakini ni hali inayoendelea kutokea kwenye anga lake. Bwana asifiwe. Ndio maana muwe makini. Wewe ukikuta mtaa watoto wengi bangi, usifikiri ni hali ya kawaida. Maana yake hilo eneo kwenye anga hapo kuna kitu kinatembea kwa jinsi ya roho pale. Ila nyinyi mnaona tu kama umtaa, jamani, bangi watoto hawapendi shule, wako vijiweni. Yani kuna makundi sasa hivi umtaa huu, kuna makundi sasa hivi ya bangi. Unafikiri hali ya kawaida? Sio hali ya kawaida, maana yake kwenye hilo eneo hapo kuna kitu kinatembea kwenye anga hilo. Kuna kitu kinatembea. Kuna kitu. Mimi nimewahi kaa kwenye anga la jinsi hiyo. Asante Mungu. Nimewahi kaa kwenye anga la jinsi hiyo. Ashukuriwe tu tuna wazazi pia ambao ni makamanda wa maombi. Ni makamanda wa nini? Wa maombi. Lakini nimekaa kwenye anga hiyo. Unakaa kwenye anga ambalo watoto hawaruhusiwi kuenda shule kwa jinsi ya roho. Yani unaona mitaa ile watoto hawaendi. Yani hali ya mnanisikia watu wa Mungu? Haleluya. Unaona mitaa fulani tu kuna roho ya ukahaba na roho ya uzinzi. Watoto ujauzito pa. Kuna kitu. Sasa kanisa lisipojua kusemesha na kucontrol. Sasa siko kwenye hapa, sifundishi nini kinaendelea kwenye maeneo, nakupa tu na kwenye familia. Hapa nataka kudili na anga lako binafsi katika utangulizi wa maombi. Haya mengine tutadili nayo hapa. Kwa kuna vitu na mara nyingi anga linapochukuliwa, wewe kwa jinsi ya mwili unapoyaona hayo matukio, unapoziona hiyo tabia, unapoona huo mwenendo, unaona tu mbona ni kawaida. Unakata mme wangu unawahi basi nyumbani dia, kwani shida ni nini? Ni kifungo, mnanielewa? Ni uvuvio ambao umeshika nafsi roho. Dia huo unawahi nyumbani, basi naomba basi angalau jitahidi basi huo unawahi. Shida ni nini? Unakula hauli humu ndani. Kitu gani ambacho mimi upati? Unanisikia? Nilikuwa nasemea huo unawahi ili pia watoto wamekukosa kama baba yao wametoka shuleni, kwani ada sijalipa. Yani anakuwa vice versa. Unaongea point kwa sababu kifungo kile kimeshika ufahamu. Hajitambui muhusika. Maanga yanayofanya kazi. Wewe unatazamishwa kabisa. Yani nilikuwa nasema hivi, uwe unawahi ili angalau watoto uwe unapata nao nafasi. Dia, mnanisikia? Hapo limerudi saa 8. Liko nimekula kitimoto huko. Nimekumbatiana na makahaba. Kifungo. Sasa najitahidi kuwa dia. Yani sasa dia, kuna kuta mwanamke anaumia. Nazungumza sasa kwa upande wote. Mwanamke anaumia to the maximum, lakini kwa kweli kinachomuumiza ni misingi ya anga. Na unakuta wakati mwingine muhusika anakuwa na tabia kama za mnyama. Yani akili za kawaida za hekima hizi za utu zinakuwa hazipo. Ukiona hiyo ni anga hiyo, unatikisa kichwa mwanangu. Ukiona hiyo ni anga lake muhusika. Wapo jamaa wale. Na jioni leo nataka kidogo mwenendo wa mkuu wa anga, mwenendo kibibilia, mambo anayoyafanya akiwa kwenye anga la mtu. Kwa sababu Biblia iko wazi.
Sasa nakumbuka hata Danieli alikuwa na maombi ya siku 20. Alikuwa kwenye maombi Danieli anaomba kama yeye. Yale maombi hakuwa na watu. Biblia iseme alikuwa na wenzake 20, 30, 40, 100. Hamna. Alikuwa peke yake. Anafanya nini? Anaomba. Kaomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7, siku ya 8. Anaendelea tu na maombi kibinafsi kama yeye. Siku ya 20, siku ya 21 akatokea malaika Gabriel akamwambia Danieli, tangu siku ulipoomba ulisikiwa mbinguni, na kingine nachotaka kukwambia, kule mbinguni unapendwa sana. Taarifa napewa. Unapendwa, yani Mungu anakupenda, yani mbinguni wanakupenda malaika, yani we mbinguni ni mtu kabisa, unapendwa. Na ilikuwa tangu siku ile ya kwanza ulipoanza maombi ulisikiwa. Lakini kwenye anga palikuwa na mkuu wa anga ile, alikuwa anazuia majibu. Yanataka kuja wapi? Sasa ilibidi malaika Mikaeli, yule mkuu wa vita, maana Biblia inaniambia kulikuwa kuna vita mbinguni, malaika Mikaeli na jeshi lake wakazipiga. Biblia inasema wakamtandika shetani na takataka zake. Anasema wakafutwa, mahali pao hapakuonekana. Anasema imebidi aje, na anasema ndio nimemwacha hapo anawashughulikia hao jamaa kwenye anga. Sasa ndio nimekuja na mambo. Sasa nataka nianze kukwambia, unasikiwa mbinguni, alafu unapendwa sana. Sasa hiyo ni anga la mtu. Huyo ni Danieli. Vifungo mwa mnavielewa. Anga la watu, anga la mtu. Mwingine kabisa unakaa naye. Wewe kwani lakini hii tabia unaona kabisa na machozi. Unaona kabisa. Wangapi mmewaiona watu wa jinsi hiyo? Unaona kabisa na machozi. Sirudi. Unakuta tena we kikao kile tulichokaa, yani kabisa, yani tukaona umeelewa kabisa na umesema kabisa tena. Na tuombe sana, na ndio maana inatakiwa maombi. Inatakiwa maombi walio magerezani kule. Unafikiri ni gereza tu linamwadibisha mtu kwa kukaa kule? Wanakwenda na vifungo vyao kwenye anga. Na anga Bwana nawafundisha, unapodili na anga, hata uwe na fimbo 30 ndani ya nyumba yako, hata uwe nani na viboko 30, chapa na wewe, chapa na wewe, chapa masikio, chapa kichwa, chapa miguu, chapa kama kitu hicho ni kwenye anga la muhusika. Natoa macho, hamna kitu. Lakini kama utapata hekima ya kufuatilia kwa jinsi ya roho, utapata mpenyo. Na mabadiliko utayaona. Sasa kwa anga, muangalia hapa wa Efeso 2. Anasema hivi, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfarume wa uwezo wa anga. Kwa hiyo unaona huyu kuna hali ambazo anaweza akaziambatanisha kwenye maisha ya watu na zikawa ni mwenendo wa maisha. Ndio maana hapa anasema kwa kuzienendea. Anataja hapa huyu kuna mambo anayaleta kwenye maisha ya mtu na kuwa ni mwenendo wa nini? Wa maisha. Kwa mfano hapa hayo mambo anasema, kwa mfano hali ya mauti. Anasema mlikuwa mmekufa, alafu kuna hali ya dhambi. Hali ya nini? Ya dhambi. Ndio maana tunapokuwa na mikutano ya Injili, ninamaliza hapa twende kuomba. Tunapokuwa na mikutano ya Injili, tunakuwa na maombi ya kufunga na kuomba. Kwa nini? Kwa sababu tunavunja anga za watu ili wapate mpenyo wa kuokolewa. Tunavunja zile farume. Jamani, amina. Haleluya. 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 Kwa hiyo unaona anachofanya, anasema mlizoziendea zamani, ni mwenendo. Kwa kuifuata, anakutumikisha, unamfuata. Unamfuata. Sawa? Jamani, sawa. Kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfarume wa uwezo wa anga. Alafu anasema kumbe huyu mfarume wa anga ni roho. Ni nini? Unaona? Ni roho. Roho yule atendaye kazi sasa katika
nini? Wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nini? Na ya nia, tukawa kwa tabia. Unaona, hizi zote ni kazi za huyu jamaa hilo. Kuna tabia anaweka, tamaa. Na kutu mtu na waka tamaa tu. Zile tamaa sio za kawaida, na waka tamaa tu. Anataka kubadilisha wanawake. Leo huyu mfupi mnene, yani macho yako hivi tu, ni kifungo. Hajali, anaendeshwa. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye tunataka kumkanyaga kwenye maombi haya. Sawa tunataka kufanya kumkanyaga. Huyu anazuia vitu vingi sana kwenye safari ya maisha ya mtu usipokuwa makini. Bwana asifiwe. Lakini nikakuonyesha kwenye Wakorintho mwenendo. Wakorintho wa pili sura ya 4. Kwa leo naomba tu nirudie ili andiko, alafu dakika chache zilizobaki tuingie kwenye maombi. Wakorintho wa pili nilikuonyesha pale. Jamani, amina, haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Sasa huyu jamaa wa anga pia anaitwa mungu wa dunia. Anaitwa mungu wa nini? Wa dunia. Ni roho ile ile, ni timu ile ile. Anafanya nini? Ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao. Angalia sasa hapa, maana yake kupofushwa fikira, maana yake ni vifungo mbalimbali vinavyohusu ufahamu wa mtu. Kwa kishika anga lako, jamani, tunaangalia mwenendo anamopita, anaweza kakontrol ufahamu kabisa. Meduma, wangapi mmewahi mshangaa mtu fulani? Wangapi mmewahi mshangaa mwanadamu mwenzako fulani, alafu kamshangaa kwa mambo yanayoendelea juu yake? Nyosha mkono. Wangapi mmewahi? Wangapi hiyo? Sasa angalia, unaona tabia ya kufungwa ufahamu kabisa. Fikra zimepotoshwa. Fikra zimefanya nini? Zinapotoshwa. Hulioni jambo zuri. Unaona maduedue tu. Fikra, ufahamu, mfumo wa ufahamu ule uko chini ya mamlaka fulani imeshika. Ni wale anaitwa mungu wa dunia hii. Amepofusha fikira zao wasioamini isiwazukie nuru. Unaona sasa anachofanya? Anazuia nuru ndani ya mtu kwa kufunga fikira zake. Nuru ya injili, tena ya utukufu wake katika Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hapa mimi nimeandika, inazuiwa nuru, anazuiwa Kristo aliye sura ya Mungu, inazuiwa, mtu anakuwa kwenye kifungo. Jamani, amina. Ni anga, fikra, yani jambo ambalo sio la kawaida, ambalo wenzako mtu analishangaa, wewe unaona ni jambo la kawaida, wala halina shida. Kwa mfano, kuna mwingine ukimwambia bwana, wewe unapulizia perfume, inasaidia kuondoa kidogo, umetembea huko jasho nini, pulizia. Anakuambia acha nini bwana, mbona niko sawa tu. Hiyo nayo ni kifungo cha uchafu, kifungo cha nini. Kuna wengine uchafu ni vifungo kabisa. Mnanisikia? Kuna wengine uchafu ni nini? Ni vifungo kabisa. Yani anaona kabisa choo hiki ni kichafu, lakini wala mkojo wa juzi umejaa huko, wala mbona safi tu. Mabuibui mbona safi tu. Majongo yanatembea, wala unashindwa hata kuchukua tu kuua kwa majivu na dizeli ukamiminia juu. Anaona mbona no moto. Hana shida, ni kifungo. Mwingine yani wala mswaki, naona haina shida. Anaamka tu, naenda zake. Kwa wazo la mswaki, wala vifungo vya uchafu. Unanisikia? Muulize wewe, hichi kifungo cha uchafu umekishinda wewe? Sasa huyu mtu hivi hii hadi aioni. Yani mwenzako anaona ni sawa tu, no, haleluya, na ananena kwa lugha kabisa pambio, lakini wala hana habari. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia? Vifungo vya fikra, unapofushwa, uoni hizi tabia
za roho zinazofanya kazi kwenye anga la mtu. Kuna mwingine ni unamtafutia kazi kabisa nzuri, bwana fanyaga sawa, fanyaga hapa sawa bwana, haleluya, lakini unakuta ni tepe mvivu. Ni anga lake lina roho ya umaskini, kwa sababu kila dalili inayoleta hela zile roho hazitaki. Kila dalili inayoleta hela hazitaki. Kila dalili inayotaka kuongeza baraka kwenye maisha ya mtu huyu ili atoke hazitaki. Yani baki unashangaa, ameharibuje hii kazi? Unamwangalia mtu mwenyewe maskini, hali yake ni mbaya. Sasa unasema hii kazi ameiharibuje? Mtu bwana yule mtu umeniletea, mbona naona kama hajitambui. We hajitambui hivi. Yani anajivuta, anajivuta. Yani kazi moja anajivuta, alafu apendi kuonywa. Ukimkemea anazira. Yani apendi yani. Yani anataka awe huru. Alafu wengi wa jinsi ndio wanakuja, mchungaji na vita, na roho ya kukataliwa. Hamna, sio roho. Anga lako bovu. Kuna tabia zimepandwa. Ni roho ya umaskini. Kila dalili ya kuleta hela zile roho hazitaki. Zinakujaza usingizi, unakuwa mtu kulalalala tu, unakuwa unachoka ni yenyewe. Unachoka mvivu. Bosi kukekemea unazira siku nzima. Kumbe ndio zinasema ngoja tumuondoe hapa. Unakuja tena wewe, kazi mchungaji, kazi ile imenishinda baba, nahitaji maombi, naona na vita. Mnanisikia? Haleluya. Sisi kama mnaelewa hiki tunayosema. Maanga ya watu yanavyoratibiwa, unaona ni kawaida. Unaona ni kawaida. Na hizi ndio hizi ambazo Paulo aliziona katika Waefeso 6. Sawa? Aliziona, alisema hivi, zifanyieni vita. Haleluya. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Zifanyieni nini? Vita. Hizi hapa Waefeso sura ya 6. Anga ya mtu. Nasema binti huyu amepata mume wa nguvu. Mnanisikia? Amepata mume wa nguvu au mke wa nguvu. Amepata mume au mke. Anga lake sasa linavyovuruga hiyo nyumba. Anga lake linavyovuruga hiyo nyumba. Paka unashanga. Asa we, harusi tumecheza vizuri, mbona? Tumecheza vizuri ya nini? Tumekula keki kabisa. Anafanyaje? Yani hapana. Unafikiri ni mtu yule? Sio mtu. Anafanyaje? Sasa tabia, mwenendo, ile miroho sasa. Tuamini. Amina. Jamani, amina. Ni kwamba siku moja nimekaa kadada na mimi niliona nikasa, yani kiburi hiki cha huyu binti huyu ni anga, sio cha kawaida. Nimekaa, mchungaji hapa, wewe kaa hapa, kama nini? Nakwambia kama tuna ni miroho sasa, ile melipa ina pump kama tuna, akana hata adabu mbele ya mchungaji. Na mimi kama mtumishi wa Mungu najua kabisa huyu nayeongea naye hapa nasema na mtu wa kawaida au huyu ni anga. Naelewa kabisa huyu ni anga, huyu ni yuko kawaida, huyu ni ugomvi tu wa kawaida nini, tunamaliza. Lakini huyu, hii kitu ni anga lake. Hii hapa nasema na mtu sio wa kawaida. Namuona ni kweli ni mtu, lakini sio wa kawaida, ana vitu vya ziada huyu. I know hiyo. Amina. Anasema hivi, sikiliza hapa, hawa wote hawa unaona wana vyeo, anawataja kwa sababu wanapenda kushika maanga ya watu kwenye maisha ya watu. Anasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nini. Hapa unatakiwa kwenye maombi haya uwe hodari na uweza. Piga kelele na uweza. Vaeni silaha zote za nani? Mpate kufanya nini? Kuweza. Mpate kufanya nini? Kuweza kuzipinga hila za nini? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya nini? Ya falme na nini? Na mamlaka. Juu ya nini? Ya wakuu wa giza hapo kwenye anga. Juu ya majeshi ya nini? Ya pepo wabaya. Wapi? Ulimwengu wa roho. Hawa hapa. Amen. Mnanisikia watu wa Mungu? Alafu maisha yanapimika. Na sikudanganye mtu, maisha ya nini? Yanapimika. Hebu mwambie ipime hali yako. Mwambie ipime hali yako.
toka umeanza kuishi mpaka leo, ipime hali yako. Maisha yanapimika. Unaweza kujua kabisa naenda siendi, nimekwama sijakwama, nimedumaa sijadumaa, nimebarikiwa sijabarikiwa, ni dalili za kuinuka au dalili za kuinuka hamna. Unapima, inapimika. Kwa hiyo naomba usimame sasa. Naomba usimame sasa. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Haleluya. Haleluya. Lisemeshe, lisemeshe, lisemeshe. Usitoe nafasi. Piga kelele kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Tuna dakika chache. Nyosha mkono wako, pata nafasi, jipanue, jiachie, mimina roho yako. Ukitaka kukaa chini kaa, ukitaka kukimbia kimbia kimbia. Kwa sababu kazi moja ya madhabahu ni kukusaidia. Haleluya. Ni kusaidia. Pamoja nami namna hii. Bwana Yesu, nimekuja jioni ya leo tena. Bwana Yesu, ninakuja jioni ya leo tena. Kwa sauti, Bwana Yesu, nimekuja jioni ya leo tena. Bwana Yesu, ninakuja jioni ya leo tena. Ninaomba nikagulie anga langu. Ninaomba nikagulie anga langu. Ongeza sauti. Bwana Yesu, ninaomba nikagulie anga langu. Bwana Yesu, ninaomba nikagulie anga langu. Ninajiweka kwako. Ninaomba nitembelee. Ninaomba nitembelee. Ninaomba nitembelee. Ninaomba nitembelee. Ninaomba nitembelee. Ninaomba nitembelee. Nikagulie anga langu. Nikagulie anga langu. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Je, kuna hali sio ya kawaida? Kuna hali sio ya kawaida. Wewe unaiona? Unaiona? Wewe unaiona? Unaiona? Roho wa Bwana. Bwana, ingilia kati. ingilia kati. Natamka baraka. Natamka baraka. Natamka uzima. Natamka uzima. Natamka uponyaji. Natamka uponyaji. Kwenye anga langu leo. Anga langu leo. Kwenye anga langu leo. Kwenye anga langu leo. Kila dalili. Kila dalili. Kila hali sio ya kawaida. Kila hali sio ya kawaida. Naiondoa. Naiondoa. Siku ya nne. Siku ya leo. Ingilia kati. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati. Ingilia kati Bwana. Kuna mambo mengi nimeona kama ni ya kawaida. Kuna mambo mengi nimeona kama ya kawaida. Kumbe sio ya kawaida. Kumbe sio ya kawaida. Ninakataa. 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 Leo. 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 Ninakataa. Ninakataa. Hali mbaya yoyote ile. Mbaya yoyote ile. Tabia yoyote ile. Tabia yoyote ile. Mwenendo wowote ule. Mwenendo wowote ule. Vifungo mbalimbali. Vifungo mbalimbali. Toka. 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 Achia anga langu leo. Achia anga langu leo. Tembea sasa, achia anga langu leo. Achia anga langu leo. Achia anga langu leo. Achia anga langu leo. Anga langu linabarikiwa Anga tena. langu limebarikiwa tena. Anga langu linabarikiwa Anga tena. langu limebarikiwa Anga tena. langu linabarikiwa tena. Anga langu limebarikiwa tena. Anga langu linabarikiwa tena. Anga langu limebarikiwa Bwana tena. nalibariki. Bwana nalibariki. Bwana nalitakasa. Bwana nalitakasa. Bwana nalifungua. Bwana nalifungua. Roho yangu inabarikiwa. Roho yangu imebarikiwa. Roho yangu inabarikiwa. Roho yangu imebarikiwa. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ingilia kati. 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 Fungua ufahamu wangu. Fungua ufahamu wangu. Fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Fungua mwenendo wangu. Fungua mwenendo wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naomba nitetee Bwana. 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 Naomba uponyaji wako. Naomba uponyaji. Naomba msamaha wako. Naomba msamaha wako. Kwa ajili ya anga Kwa lako. ajili ya anga lako. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Naomba hekima yako. Naomba hekima yako. Naomba maarifa yako. Naomba maarifa yako. Naomba uweza wako. Naomba uweza wako. Naomba nguvu zako. Naomba nguvu Roho zako. Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Funika anga langu. Funika anga langu. Lijaze. 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 Lijaze na uponyaji. Lijaze uponyaji. Lijaze na uwepo wako. Lijaze na uwepo wako. Anga langu Alafu
liinuliwe leo, liinuliwe leo, liinuliwe leo, liinuliwe leo, liinuliwe leo.